Mazungumzo ya kumaliza vita kati ya Urusi na Ukraine yanaendelea huko Abu Dhabi. Wapatanishi wa Ukraine na Urusi wameanza duru ya pili ya mazungumzo yanayosimamiwa na Marekani kuanzia jana Jumatano huko Abu Dhabi, wakiendelea juhudi za kumaliza mzozo mkubwa zaidi barani Ulaya tangu vita vya pili vya dunia. Maafisa wa Ukraine na Urusi wamekamilisha siku ya kwanza ya mazungumzo mapya yaliyosimamiwa na Marekani huko Abu Dhabi, huku mapigano katika mzozo mkubwa zaidi barani Ulaya tangu vita vya pili vya dunia yakiwa yanaendelea. Mkutano huo wa siku mbili unazileta pamoja pande tatu, unakuja baada ya Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kusema Urusi ilikuwa imetumia mwanya wa usitishaji mapigano ulioungwa mkono na Marekani wiki iliyopita kuhifadhi silaha ikishambulia Ukraine kwa idadi kubwa ya makombora ya masafa marefu mnamo siku ya Jumanne. Rustem Umerov, mkuu wa Baraza la Usalama la Ulinzi la Kitaifa la Ukraine, aliandika kupitia mtandao wake wa X kwamba kazi hiyo ilikuwa muhimu na yenye tija, ikilenga hatua madhubuti na suluhu la vitendo. Afisa wa Marekani ambaye alizungumza kwa masharti ya kutotajwa jina pia aliyaita mazungumzo hayo yenye tija na akasema yataendelea siku ya leo ya Alhamisi kuanzia majira ya asubuhi. Akizungumza katika hotuba yake kwa njia ya video ya usiku, Zelensky alisema ni muhimu kwa mazungumzo hayo kuleta amani ya kweli na kutoipa Urusi fursa mpya ya kuendelea na vita. Zelensky aidha alisema washirika wa Ukraine walipaswa kutoa shinikizo zaidi kwa Urusi. Lazima ihisiwe sasa, watu nchini Ukraine lazima wahisi kwamba hali inaelekea kwenye amani na mwisho wa vita, si kuelekea Urusi kwa kutumia kila kitu kwa faida yake na mashambulizi yanayoendelea, Zelensky alisema. Zelensky pia alisema Ukraine ilitarajia mazungumzo hayo yatasababisha ubadilishanaji mpya wa wafungwa hivi karibuni. Muda mfupi baada ya mazungumzo kuanza, vikosi vya Urusi vilishambulia soko lililojaa watu mashariki mwa Ukraine kwa risasi na mabomu ya mtawanyiko na kuwaua watu wasiopungua 7 na kujeruhi 15, kwa mujibu wa gavana wa eneo la Donetsk, Vadim Vilashkin. Lavrov amedai Zelensky hataki makubaliano ya amani. Wakati hayo yakiarifiwa, waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov hapo jana alimshutumu rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kwa kutotaka kusaini makubaliano ya amani, kwani ingemaanisha mwisho wa taaluma yake ya kisiasa. Taarifa hiyo iliripotiwa na shirika la habari la serikali ya Urusi. Zelensky amesema anataka makubaliano, lakini hayuko tayari kukubaliana na masharti ya Urusi ambayo anasema ni sawa na kujisalimisha, na hayuko tayari kuipa zawadi Urusi eneo ambalo jeshi lake halijashinda katika uwanja wa vita. Kwa maana hiyo ni kwamba Zelensky bado anataka mapambano zaidi yaendelee. Zelensky ameiambia televisheni ya Ufaransa France 2 jana Jumatano kwamba idadi ya wanajeshi wa Ukraine waliouawa katika uwanja wa vita kutokana na vita hivyo nchini Ukraine inakadiriwa kuwa ni 55,000. Anasema nchini Ukraine rasmi idadi ya wanajeshi waliouawa katika uwanja wa vita, iwe wataalamu au wale walioandikishwa jeshini, ni 55,000, alisema Zelensky katika mahojiano yaliyorekodiwa awali ambayo yalitangazwa mnamo jana Jumatano. Zelensky aliongeza kuwa mbali na idadi hiyo ya waliouawa, kuna idadi kubwa ya watu waliochukuliwa kuwa rasmi hawajulikani waliko. Umoja wa Ulaya utaipa Ukraine mikopo mipya. Kwingineko, nchi za Umoja wa Ulaya zimekubaliana kuhusu masharti ya mipango mipya ya mikopo kwa Ukraine yenye thamani ya euro bilioni 90 kwa miaka ya 2026 na 2027 ili kusaidia mahitaji ya kijeshi na kiuchumi ya Ukraine. Chini ya mipango hiyo, euro bilioni 60 zimetengwa kwa ajili ya matumizi yanayohusiana na ulinzi. Hata hivyo, Ukraine inaweza kutumia fedha hizo kununua vifaa vya kijeshi kutoka kwa makampuni yaliyo nje ya Ukraine na eneo la uchumi la Ulaya kama vile Marekani, ikiwa bidhaa zinazohitajika hazitapatikana. Makubaliano hayo yanakuja baada ya majadiliano makali miongoni mwa nchi za Umoja wa Ulaya kuhusu jinsi ya kuunganisha fedha hizo mpya na vifungu vya kununua silaha zilizotengenezwa Ulaya. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu.